Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi ni kama mshauri wa Kikristo ambaye ni mchungaji. Siwezi zungumza kama ambavyo wale wanazungumza. Mimi nazungumza kiroho zaidi, na nikiamini ya kwamba Biblia ndiyo inasolve matatizo yote. Sasa mimi nitaomba kama mzee alivyosema, kwa sababu naona tuko wachache. Mnaonaje wale wa nyuma kabisa mkasegea viti vya mbele, kwa sababu na mimi nitashuka hapo chini. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitashuka chini, na wale pia mnaweza mkasegea hata mkakaa hema hili, maana kuna wakati nitafanya demonstration hapa. Nitaita watu kadhaa hapa ambao nitawatumia. Hili somo ambalo ninaliwasilisha kwenu kwa hapa Tanzania nimeliwasilisha mara nyingi na nimepata matokeo mazuri. Kwa mfano, Sabato iliyopita nilikuwa kanisa fulani, kanisa la Mivumoni, na siwezi kumtaja ni nani, lakini baada ya kufundisha asubuhi na jioni nikapata tu ushuhuda mmoja. Baba na mama, yani mtu na mme wake, asubuhi kabla ya kwenda kanisani walianza kugombana, na kilichotokea, mmoja hakwenda kanisani, mwingine akaenda kanisani. Kwa hiyo kukawa na vita, lakini aliporudi nyumbani waliombeana msamaha, wakaachilia kila kitu, wakawa sawa, baada ya somo ambalo niliwasilisha. Kwa hivyo naamini na hili nitakapoliwasilisha hapa mchana jioni hii litawasaidia. Kwanza nianze kwa kusema kwamba kila mwanadamu unayemuona ana msongo. Yaani kila mwanadamu ana nini? Ana msongo. Kwa Kiingereza wanaita hizo ni stress. Kwa hiyo kila mwanadamu unayemuona hapa ana msongo. Na tunatofautiana, na misongo hii inatokana na changamoto mbalimbali tunazozipitia katika maisha, na inapokuwa too much sasa tunaweza tukasema, wengine ndio wanaita hizo depressions ambazo ni sonona. Inapokuwa katika hali kali ama ndogo, tunaenda moja kwa moja tunasema huyu mtu basi atakuwa na changamoto ya akili. Na kila mwanadamu ambaye unamuona hapa, kwa ujumla tunasema, wale wanasaikolojia wanasema ana ukichaa fulani, ana ukichaa. Yaani kila unayemuona hapa ana ukichaa. Ila sasa ni mahali imefikia, kuna hujafikia hatua ya kuokota makopo haujafikia hiyo hatua, lakini una ukichaa fulani ndani yako. Ndio maana unajikuta kuna mazingira unaongea wewe mwenyewe. Wangapi wao wanajikuta yani wanaongea tu wenyewe bila sababu za msingi? Sema tu kwa ukweli. Ni kweli? Hebu niosha. Basi nishaanza kuwapata, moja nishike chini. Bwana asifiwe. Yaani na mwenyekiti wangu utakuja tu huo unanilinda. Yaani utakuta tu kuna ukichaa fulani. Hata mwingine mtu anaweza tu, yaani mtu tu anakuja kwa nia njema tu, lakini unamjibu tu vibaya. Unakuwa kwenye kikao, unakuta tu mtu tu, yaani anajibu tu ovyo tu. Na mwingine ndio anakuwa chanzo hata cha mambo mengine kanisani hayaendelee. Mwingine ana hasira ya ajabu tu. Yaani hana uwezo wa kuwa na control hasira. Mwingine yuko hapa utazani ananielewa ninachoongea eti. Yaani ananiangalia sana utafikiri ananielewa. Lakini kichwani kuna mambo
madeni, mnahitaji kausha damu, inazunguka kichwani hapa. Kuna mwingine alishatumiwa message, bado ukirudi kusabato mimi na wewe tumeshaachana. Yani tumeachana, yani kuna mvurugano, yani hakuna utulivu kwenye vichwa. Na hapa mfano nikiamua hapa, yani Mungu angekuwa wewe umekaa na wewe, si ndio? Mungu angetuonyesha unayoyawaza ambao hasi kuhusu huyo uliokaa naye, mngezichapa hapa, si sawa? Ila Mungu tu ameamua kutuficha hivyo vitu. Bwana asifiwe sana. Ameamua kutuficha. Kwa hiyo hii dunia, hata unaona yanayoendelea duniani hapa, yani mtu tu unaona tu anapenda kuongea uongo, tunaziita abnormal behavior, ana tabia hizo za kawaida. Amekaa tu mwenyewe tu, ama amekaa na watu tu wa jamii yake tu, yani yuko tu ana abnormal behavior ambazo tabia zisizo za kawaida. Wako wengine hapa, hiyo tunasema ni moja kwamba wewe sio kwako hapo sawa. Hauko sawa, kwa hiyo unahitaji msaada. Kwa hiyo hizi sonona sababu zake ziko nyingi. Tunaziita crisis ambazo zinasababisha mental illness, yaani kwa maana maumivu ya hisia, kiakili, kimwili, kiroho na kijamii. Nitawaita hapo kadhaa baadaye. Unaona kuna family crisis, changamoto za kifamilia. Kwa mfano mambo ya uchumi ambao umetoka kufundishwa hapa sio mazuri. Sawa? Changamoto za ndoa, kwenye mambo ya tendo la ndoa, mwingine anamnyima mwenzake, anafanya atoka nje, migogoro katika ndoa, migogoro ya watoto, mambo ya kiuchumi, madeni hayo, kausha damu, si nini na vitu vingine vingi sana ambavyo vinatokea katika jamii. Hiyo nimezungumza kwenye familia. Ukienda sehemu za kazi, kuna changamoto za kazi ambazo mwajiri anaweza akaa na kusababishia wewe, ama wafanyakazi wenzako wanakusababishia wewe, na hizo zinakufanya kutokuwa comfortable. Umekopa mikopo hapa, wengi Dar es Salaam hii na dunia nzima, karibu 90% ya watu wanaishi kwa mikopo, hata mimi mwenyewe hapa. Huo ndio ukweli. Usione watu wamejenga majumba mazuri, ni wachache sana ambao wanajenga kwa pesa zao, ila asilimia kubwa umefukuzwa kazi, huna chanzo kingine cha mapato, kama ambavyo tumeambiwa hapa, huna akiba, huna chochote. What next? Utaanza kutafuta solution. Solution tutazungumza baadaye hapa. Haya, twende kwenye wanafunzi. Nimeona hapa kuna wanafunzi hapa. Hebu nyosha mikono wanafunzi ulioko hapa. Nimesikia kuna kanisa lina wanafunzi wengi, wanatukasa. Wanatukasa. Umekuwa chuoni kule, ama shule ya msingi, ama sekondari, kuna changamoto za ada. Haya, kuna changamoto za mahusiano. Kule ndio mbaya zaidi, yani kule ni mbaya zaidi. Mwingine alikataliwa tu, nilikuwa mahali fulani, alikataliwa tu, akaamka asubuhi, juu ya gorofa kule, si gorofa akapi, akajirusha, akasema umenikataa na mimi najiua. Yaani amekataliwa, ilikuwa anaenda Christmas, ndio Christmas ya mwenzake wanakwenda, jamaa akamkataa, akasema ya nini, sina haja ya kuishi. Solution akaenda akajitupa, na maisha ndio ikaishia hapo. Haya, unafanya mitihani, kila unapofanya una fail, upati grade ile inayohitajika. Kuna mmoja alirudia karibu mara 2 wa medicine, simtaji ni wapi, akajimaliza, akajiua. Nimedili na wanafunzi, nimelea wanafunzi. Kwa hiyo kesi nyingi sana. Sasa haya nimewapa ni mifano. Watu wengi duniani
wanatumia njia solution zao ambazo wanazitumia. Wanatumia, wanasema ngoja ninywe pombe. Kunywa, lakini badala ya kuondoa tatizo anaongeza nini? Anaongeza nini? Anaongeza matatizo. Wengine wanasema najiua mimi mwenyewe ama naua yule aliyenisababishia matatizo. Iko mifano mingi. Sasa ya kujiua ndio iko mingi zaidi. Wiki hii nina kesi karibu 4 ambazo nimezisoma. Moja hapo nimesoma asubuhi wakati nakuja hivi. Na msidhani kwanza huu nirudie tena, huu ni ugonjwa. Na ni ugonjwa unaoua watu wengi kuliko wote duniani. Kwa maana ya sonona. Hiyo changamoto za afya ya akili. Ni ugonjwa ambao unaua watu wengi kuliko watu wote duniani. Na pengine hapa leo nitamuokoa mtu mmoja ambaye alishapanga kwenda kujimaliza. Na mifano ya hai iliyoko hapa duniani tulionayo, ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia. Watu ambao pia walipitia sonona na wakaenda wakajiua. Lakini wengine hawakujiua. Wengine walijiua. Sasa kuna vitu ambavyo wanakutana navyo watu wa namna hii. Wana hisia za kujiua, hisia za kutenga, hisia za kukataliwa, hisia za kutokujiamini. Kuna athari nyingi wanakuwa nazo. Sasa ngoja nionyeshe watu ambao pia walipitia changamoto ndani ya Biblia. Hata wakati fulani wakaishi bora wajimalize. Bora wafanye nini? Wajimalize. Elia, baada ya kutishiwa na Malkia Yezebeli, nabii Elia alijaa omba, akasema inatosha sasa hivi Bwana, uiondoe roho yangu. Wafalme wa kwanza sura ya 19 aya 4. Wafalme wa kwanza mnaoandika. Wafalme wa kwanza sura ya 19 aya 4. Sasa usifikirie kwamba ukiwa Mkristo uko salama. Wangapi mnaelewa hapo? Ninakupa tu watakatifu wa Biblia waliokuwa manabii ambao na wao walipitia suicide thought. Hivi mnaelewa vizuri eh? Kwa hiyo sio kwanza swala la mental illness halina dini. Hebu niangalieni vizuri. Halina dini, halina la Waadventista wala wasio Waadventista. Kwanza nimekwambia wa kwanza ni Elia. Baada ya kutishiwa na Malkia Yezebeli, nabii Elia alijaa na hofu, uchovu na upweke, alikimbilia jangwani na kuomba, akasema inatosha sasa hivi Bwana, uiondoe roho yangu. Wafalme wa kwanza 19 aya 4. Ayubu, tumeelewa amekumbwa na msiba mkubwa wa kupoteza watoto wake na kuugua ugonjwa wenye maumivu makali. Ayubu alilaani siku aliyozaliwa na kulalamika sana kuhusu kuishi kwake, akisema nafsi yangu ingechagua kunyongwa na kufa kuliko kuendelea kuishi katika mwili. Ayubu 7 mstari wa 17. Those are suicide thoughts. Tunaelewana vizuri eh? Hizi ni hali, yani fikra za kujiua. Watu wanaopitia changamoto wengi wanapitia mawazo ya kujiua. Elia, Ayubu, haya mwingine Yona. Yona akiwa na hasira na kutokuridhika kabisa na rehema za Mungu kwa watu wa Ninawi, nabii Yona alimuomba Mungu mara 2 aiondoe roho yake, akitangaza ni afadhali kwangu kufa kuliko kuishi. Yona sura ya 4 mstari wa ngapi? Wa 3. Yona sura ya 4 mstari wa 3. Musa, nabii Musa, mzigo mzito wa kuongoza Waisraeli jangwani. Musa alimlilia Mungu kwa uchungu na kumwomba amue badala ya kumwacha akabiliane na dhiki zake. Hesabu 11 mstari wa 15. Hesabu 11 mstari wa 15. Yeremia, nabii mkubwa kabisa huyu. Yeremia akikabiliwa na kukataliwa, kudhihakiwa na kuteswa mara kwa mara kwa sababu ya ujumbe wake wa kinabii,
Nabii Yeremia alilaani siku aliyozaliwa na kutamani angefia tumboni mwa mama yake. Yeremia sura ya 20 aya 14 mpaka 18. Yeremia sura ya 20 aya 14 mpaka 18. Mtume Paulo niliyomzungumza sana asubuhi, naye alifikia hatua hii. Mtume Paulo Wakorintho wa pili sura ya kwanza aya 8, akielezea shinikizo kali na mateso yaliyotishia maisha yao, kuwa tulilemewa kupita kiasi zaidi ya uwezo wetu, hata kukata tamaa ya kuishi. Kukata tamaa ya kuishi maana yake walitaka kufanya nini? Walitaka kufa. Kwa hivyo sasa hawa angalau hawakujiua. Maana yake hao walimrejea Mungu, walienda kwa Mungu. Ambao walipata hizo suicide thought na wakajimaliza, mfano wake ni Sauli. Unaweza kuandika Samueli wa kwanza sura 31 ya 4 mpaka ya 5. Yuda Iskariot alipata suicide thought akajimaliza, Mathayo sura 23 mstari wa 5 mstari wa 3 mpaka wa 5. Ahithofeli, mshauri wa zamani wa mfalme Daudi, naye alijinyonga, Samueli wa pili 17 aya 23. Zimri mfalme wa Israeli kwa siku 7 pekee baada ya kuona mji umetawaliwa na maadui zake, Wafalme wa kwanza sura ya 16 aya 18. Abimeleki alijeruhiwa vibaya sana na jiwe la kusagia lililotupwa kutoka kwenye mnara, na mwanamke alimuomba kuchukua silaha wake amchome kwa upanga ili wasije wakasema kuwa mwanamke ndiye aliyemuua. Waamuzi sura ya 9 aya 53 mpaka 54. Samson alivivuta chini nguzo za hekalu la Wafilisti na kusababisha jengo hilo kuanguka, jambo lilipokea vifo vya maadui zake na yeye mwenyewe, ikiwa neno la ukombozi wa mwisho. Waamuzi sura ya 16 aya 28 mpaka 30. Kwa hivyo sasa tunaona hata katika Biblia. Sasa wewe jiulize, kama hawa wengine kama kina Elia ndio walikuwa ndio watakatifu kabisa ndani ya Biblia, si sawa? Waliwaza wewe sasa wa kizazi chetu, habari gani wewe wa kizazi chetu? Maana yake ni kwamba hali ni mbaya. Sasa ngoja niwapatie matukio kadhaa yaliyotokea wiki hii. Kuna daktari mmoja bingwa katika hospitali moja kule Nairobi, Kenyatta. Huyu anaitwa Nyambane. Mnaweza mkaifuatilia kwenye Citizen TV. Alirudi nyumbani kwake, alafu akaona simu ya mke wake. Alipoiangalia ile simu ilitumwa ujumbe. Ujumbe huu alitumia huyu mke wake, kumbe alitoka kufanya mapenzi na mwanaume mwingine. Akamwandikia kwamba leo ngoma ya leo ilikuwa nzuri sana, yani nzuri sana. Kijana yule daktari akasema, yani kumbe wewe una mtu mwingine anayekupa raha, sio mimi. Alimuua. Akachukua kisu akaanza kumkatakata, akamuua. Kesi ya pili mmekuwa mkisikia sana ikivuma. Hawa ndio wazungumza sio imani yetu. Kesi ya pili mmesikia sana, kuna binti mmoja alichumbiwa na kijana kule Kenya kwa muda mrefu. Alafu kama miezi miwili iliyopita akiwa njiani, huyu kijana alituma watu wakamtumia sumu ikamharibu mwili wake, tindikali. Nini kilichotokea? Yule kijana alikamatwa, akafunguliwa mashtaka, kesi ikiwa mahakamani. Kumbe kwa upelelezi ndani, yule kijana alikuwa ni afisa usalama wa taifa la Kenya na ni Mwadventista wanaimba kwaya. Ninyi wanakwaya moyo waangalifu sana. Akaenda nyumbani, hakuwa na msaada wowote. Alipoenda nyumbani, ametengeneza sumu, amekunywa.
Warafiki zake walipomtembelea nyumbani kwake walikuta ameisha hivyo, ameenda. Kwa hiyo watu wengi wanadhani solution ni kunywa pombe, solution kuwa na wanawake, solution kufanya starehe. Solution ya mwisho ambao wengi wanaitumia ni kujiua mimi ama kumuua yule aliyenisababishia madhara. Kesi ziko nyingi. Leo pia asubuhi nakuja hapa ilikuwa nasoma kwa sababu pasa aliniambia nizungumze hili. Kuna daktari mmoja sijashika zaidi jina lake kutoka chuo cha Cambridge Uingereza. Yeye naye amejimaliza sababu za changamoto za kazi na mahusiano. Pia kuondoa hizo sonona. Bwana asifiwe. Ninaomba watu 5 waje hapa. Mwingine aje na Biblia. Wangapi mpaka hapa mnanielewa kwanza? Yes, naomba watu 5 waje hapa haraka. Mmoja aje mnene. Nisaidie maji mlikuwa wangu kidogo. Watu 5 changamkeni basi. Watu 5. Hapa nina 2. Hamna watu mnaogopa. Hamna kitu kibaya hapa, wewe sio tu. Waliobaki waje wa mama. Hapa hamna kitu kibaya. Mimi na wachanga mnaogopa kwa mwenye Biblia yuko wapi? Aya, mama njoo ukae hapa. Njoo ukae mbele ya huko. Wewe jina lako unaitwa Esia, sawa? Kwa leo nakupa jina unaitwa Esia. Alafu wewe njoo ukae hapa. Wewe una Biblia. Wewe una Biblia? Wewe waachana na Biblia. Biblia yule pale sasa. Wewe weka Biblia kwa muda hapo. Wewe hapo. Njoo hapo. Wewe unaitwa akili. Hapo. Kwa leo unaitwa akili ama ufahamu. Wewe unaitwa mwili, sawa? Wewe unaitwa mwili. Wewe unaitwa akili, wewe unaitwa jamii. Ninaomba mfungue kitabu cha Yohana sura ya 4. Kitabu cha Yohana sura ya 4, nadhani ya 4 na 5 hapo kuna kisa cha mwanamke Msamaria. Yule mwanamke Msamaria kwa kifupi kusema na hizi. Yaani kwa maisha ambayo alikuwa anaishi alitumika kama chombo, alitembea na wanaume wengi, nadhani zaidi ya 4, na unaweza kuona hali aliyokuwa nayo. Hata muda kawaida watu wanaenda kuchota maji saa ngapi? Nauliza wapendwa, maji unaenda kwa kawaida tu hata ukiwa nyumbani maji unachota saa ngapi? Asubuhi. Yule alienda saa ngapi? Mchana. Maana yake ni nini? Alikuwa anakwepa jamii, si ndio? Maana kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea ndani yake hayakuwa sio mazuri. Sasa yule mama, natolea mfano hapa, aliathirika kihisia. Kila mtu ana hisia, lakini aliathirika kihisia. Alikuwa very hasi. Na hiyo ilianzia hapa. Shika kichwa chako. Shika kichwa chako. Hapa ndio kitu, kuna madeni, si kuna nini, si yaani vitu vingi vimekaa hapa. Na hapa ndio kuna athiri mpaka na ubongo na kila kitu, kwa sababu sio daktari, siweza ubongo, lakini kuna athiri kila kitu hapa. Inaleta hisia hapa, unaoyawaza, unaoyafikiri, ikihisia unawaza, unashindwa kula, unashindwa kulala vizuri, una majibu ya hasira, una mambo ya ajabu. Ndio maana siku hizi
nilianza kujifunza jinsi ya kuishi na watu kwa kuelewa personality zao, aiba zao. Ukishaelewa tu watu aiba zao, basi unaweza kuishi nao vizuri tu na mambo yakaenda. Kwa hivyo hapa sasa hizi kama Mungu akitufungua yale ambayo tunakabiliana nayo yaliyo hasi hapa ndani hapa, utamwonea huruma mtu yoyote hapa, hata mimi utanionea huruma. Hata kuna suicide thought, kuna fanye kisure jamaa, yaani si leo nikirudi nyumbani nifanye nini hapa, ama leo nimtumie message mbaya sana huyu mume wangu ama mke wangu ama chumba wangu, nimtumie message mbaya sana, ila ajui matokeo ya hiyo message itakuwaje. Hata wakati mwingine mnaweza kuwa kwenye vikao vya baraza la kanisa hapo, mnaona tu kuna hali ya ajabu tu isiyoeleweka tu. Hapa ndio shina la kila kitu. Yosheni mkono wenu kama mnanielewa. Hapa. Sasa hii ndio inaleta magonjwa. Mama, nyosha mkono wako juu, niweke hapa wewe bongo. Ndio inaleta magonjwa yote. Magonjwa yote yanaanzia hapa. Na sisi kama machaplain tunaamini ya kwamba kama wagonjwa wote mazuri tu wanaweza kuishi kwa muda mrefu na wanaweza kuwa na matumaini. Sasa afya ya akili inapokuwa mbaya, unakosa usingizi, wakati mwingine unajifanya kula ili tu kujifurahisha, mwili unaongezeka, ama kutokula unakonda. Maana hata kunenepa kwingine sio kwa sababu wewe ni mzima kiafya, lakini kwa sababu una misongo. Ama kutokula ipasavyo kunakusababishia tu kunenepa ovyo kwa sababu ya misongo. Na hii inaathiri mwili wako wote. Yaani inaathiri mfumo wa mwili. Unakuwa na vidonda vya tumbo, mmeng'enyo wa chakula unakuwa mbaya usiofaa. Yaani mambo yanaharibika kabisa. Kifua hapa unakuwa na vitu vinaitwa chest pain, mshtuko wa moyo wa ghafla, wengine wanakufa tu. Unaweza ukawa umelala asubuhi na kusikia umekuta. Unakuwa na maumivu ya mgongo yasiyo ya kawaida. Yes, yako yale maumivu ya mgongo ambayo yanatokana na labda kuendesha gari ama kufanya kazi nzito, lakini yako maumivu ya mgongo yanayotokana na misongo. Hizo sonona mnazosema zaidi. Kwa sababu hulali vizuri, huli vizuri, yani wewe mambo yako hayako vizuri, kichwa kimevurugika, mwili wote umeathirika. Sasa mimi nawauliza, kama hisia umeharibika, akili umeharibika, mwili wako una magonjwa yameharibika, sasa huyu anaitwa wa kiroho. Nataka useme tu moyoni mwako, utaweza kuomba kweli? Kama una Mungu unaweza kuomba? Utaweza kusoma neno la Mungu? Semeni basi, nyosha hata mkono juu. Nataka kuongea na utaweza? Mkiona washiriki wenu mambo yao ya kiroho hayako mazuri, chunguzeni hisia zao, afya zao za akili zikoje. Kwa